Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu kuna raha. Unapokuja kwa Yesu, toa viungo vyako vyote. Toa moyo wako mpe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anatamani
hata saa yako kanisani, lakini ameshindwa. Kuna yule anatamani kutembea, kuna yule anatamani hata kuongea, kuna yule anatamani hata kusimama, kuna yule anatamani hata kula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amefungwa. Wewe shukuru kwa mzima. Zidi kumpatia Yesu sauti na kumpa shukrani nyingi sana. Hatuna nyingine ya kukulipa ila ni shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wacha tukwambie kwa tuna mafundisho. Asante Mungu Baba kwa maana Roho Mtakatifu. Baba niko mbele yako, niko chini ya miguu yako. Ninapondeka niko mbele yako Baba yangu. Baba nitazame nimesimama kwa madhabahu yako. Tazama watumishi wa Mungu wametoka mahali hapa. Na kuna wengine bado wataendelea Mungu wangu. Baba kuna Sunday school na kuna teenager. Na kuna hata vijana Baba yangu. Wametuongoza katika ibada. Tunasema ni asante Mungu wangu. Wametuhubiria neno ya kutufungua na kutujenga na kutusongeza karibu kwako Yesu. Baba tazama watoto wako wote wameingia mahali hapa. Baba nenda ukawatie nguvu. Ukawape nguvu Baba. Ukawajaze nguvu. Ukawafungue Baba. Ukaondoe vifungo ndani yao. Baba ukafunguke na wakatakasike. Kila mmoja aliyeingia mahali hapo akakombolewe Yesu. Akakombolewe Nabii. Akakombolewe Yesu. Baba watumishi wote watakaofanya huduma, wanapohuduma mahali hapa, Baba simama nao. Wacha Mungu Baba, nguvu zikajae mahali hapa. Hata kwa kwani Baba, ukamjaze nguvu. Baba shuka mwenyewe, ukanene nasi. Baba nitakaye neno, Baba nitakaye fundisha watoto wako, yasiwe yangu Mungu wangu. Roho yako akaniongoze na Roho yako akanitakase. Ni katika jina la Yesu Kristo, ninaomba haya machache tena. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuna furaha tele, tena tunajiamini tele. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza tukafundishane mambo ya kujengana. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia mafundisho pia tunajengana. Mmesikia hata teenager amehubiri na akasema kuna mafundisho alifundishwa na mama yetu, wakafundishwa na mama Jane. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia ile mafundisho ilipofika shuleni ilikuja kwa mtihani na nilipoandika alipasi mtihani. Wapendwa, inapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumpige mama Jane makofi. Bwana Yesu makofi. Lakini mama Jane ni nani? Mama Jane ni nani? Mama Jane mwenyewe ni nani? Mwingine anasema kazi jua mama Jane ni mama yupi jamani? Hebu sasa ndio kila wakati. Tupige mama Jane makofi. Tupige makofi. Amen. Mafundisho mazuri sana. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anafahamu teenager pia tuwapigie makofi, maana wana roho ya kutii na wana sauti ya kutii. Mafundisho yanayofundishwa. Tupige teenager makofi. Inapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusidharau mafundisho. Kumbuka teenager alishika mafundisho shuleni na kapasi mtihani. Mama ulio mahali hapo unapofundishwa mambo ya ndoa, unazingatia? Hapo nasema hiyo ni kawaida yako. Wewe mwenye anakufundisha kwanza umeshamdharau. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kuangalia mtu mpaka chini alafu una discharge. Unamwangalia alafu unajiongelea alafu unamtukana na moyo wako. Yale anakufundisha uzingatie. Kama wewe ni mama mwenye mdomo ndani ya nyumba, ukifika kwa nyumba unazidisha mdomo. Au kumbuka yale mafundisho ulifundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho wa Mungu anaongoza watumishi wake waufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambao unadharau mafundisho, kesho na wewe utakuwa mwalimu utafundisha. Usijione ukajidharau. Bwana Yesu asifiwe. Maana hujui kesho yako. Kesho unajikuta wewe pia uko madhabahuni, umekuwa mtumishi na unafundisha. Ulikuwa unadharau mafundisho watu wanafundisha, unafundishwa. Wakati unafundishwa wewe naye watu watashika mafundisho kama watadharau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunakuwa tume na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni kazini, ni nyumbani, ni biasharani, kwa ndoa, kila mahali tuwe na upendo. Hata kanisani tuwe na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wote ni watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena.
Wewe ulio kwa ndoa, wewe uko kwa ndoa, jipende. Acha kujidharau. Bwana Yesu asifiwe. Jipende na ujiheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Jiheshimu na ujipende. Utakuta unapojiheshimu na kujipenda pia utaheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapokuwa na tabia mbaya hautaheshimiwa. Manake matendo yako yanasomeka vibaya. Matendo yako yanaposomeka vizuri, mama hata kwa ndoa unatia mwingine moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko kwa ndoa, katika matendo yako jiheshimu mama. Jiheshimu kijana, jiheshimu baba. Bwana Yesu asifiwe. Hizi nguvu tulipewa na Mungu, tutumie vizuri, tusitumie vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kijana usitoe nguvu zako nje. Wewe babu ni wako katika ndoa, usitoe nguvu zako nje. Bwana Yesu asifiwe. Kijana ngoja wakati wako. Wewe binti ngoja wakati wako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuchezewa ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kijana, wewe msichana unachezewa ovyo ovyo. Milango inakuwa wazi kila mara. Hakuna siku hata mlango inajifunga. Bwana Yesu asifiwe. Hata njia inapitiwa na watu wengi. Na njia ipiti na watu wengi inajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Haukujiheshimu katika ujana wako. Ukujiheshimu. Ulikuwa barabara ilikuwa inapitiwa na watu wengi. Kesho kijana ama binti unapata mchumba. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wako wakiroho watasimama na wewe kama wazazi wako. Wazazi wako waliokuzaa watasimama na wewe kama wazazi wako. Mungu amekuja leo, umepata ndoa ya heshima. Baba, nimemtoa hapa na harusi. Binti wangu nimekushika mbele. Ninakwambia nenda salama, nenda salama. Hata kama ninamwaga machozi. Yule binti wangu ameniacha. Alikuwa ni mpendo ndani ya kanisa. Kuna huduma alikuwa anafanya. Lakini nitaugua, lakini ninasema wacha akaenda akafunguka, akatumike kule mbele. Maana anapopata ndoa atakuwa binti katika ile kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nitashukuru hata kama analia machozi ya ndani. Mama hata mtoto wake anapoolewa kweli huwa kuna machozi ya ndani, si ndio? Maana anakuacha. Lakini sasa mwanangu, binti wangu, ninapokuanza ninakwambia nilikulea kwa heshima, kwa adabu na nidhamu. Kama vile teenager wametuhubiria mali yako. Lakini ukifika mahali pale, maana mimi sitakuwa kila sana waangalia hiyo milango yetu vipi. Unajijua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika huko, baba Mungu anapata ile barabara ilifunguliwa kitambo. Hiyo barabara ilikuwa inapita watu wengi. Anajiuliza ni wakina nani walikuwa wanapitia hapa. Basi nilikuwa na mnani wangu, kumbe ni watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Jichunge. Linda usichana wako. Kesho hata nikizama na baba Mungu nikitazama najua kweli mama ulilea. Sisi nikazama na baba Mungu ananicheka. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa kike unapokwenda kufungua hizo milango, amuje kuambia wazazi wenu leo nimefungua. Hiyo ni siri yako. Bwana Yesu asifiwe. Labda bahati mbaya ushike mimba, ndio mama anashtuka. Kumbe mwanangu anakulaga. Yaani mama unaanza kutafakari. Huyu mtoto alikuwa anaenda shule, kama alikuwa anaenda kazini, alikuwa anaenda kanisani, anafanya tunampikia chakula, tunapika. Mimi sikupikia mtoto wa kike, ati nakupikia pika. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ule kufanya kazi zote nini? Kumbe mama kumbe wanakulaga. Unajiuliza zililiwa saa ngapi? Hautapata jibu. Hajibu mtaani. Wamama tunachekwa kwa ajili ya mabinti zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kijana unataka kuharibia mabinti maisha yao. Maana kule binti anapoumia. Wacheni niwaambie siri moja. Kuna kijana mmoja. Kijana mzuri sana, kijana mdogo akapoteza maisha yake. Yule kijana alikuwa ameshikana na mama. Akaambia na wenzake, yule mama achana akusikie maneno. Yeye alishampenda kijana mdogo.
Bwana Yesu asifiwe. Amekufa kwa mama. Shangazi. Nasikia wanaitwa mshangazi. Yaani vijana siku hizi wanataka mishangazi. Hawa binti wetu wataolewa na nani? Tunangoja posta, vijana wamepotea kwa mashangazi. Bwana Yesu asifiwe. Alikano lakini akasema mimi siendaki kwa mama. Mimi siendaki huko. Toka nakula vitu. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya kukula vitu ile kijana akaumia. Kumbe mshangazi alikuwa na mdudu. Lakini wale walipata mchunga huyo mshangazi. Bwana Yesu asifiwe. Akaja akakosana na yule mshangazi. Walipokosana walipigana hadi yule kijana akakatika mkono. Akakatwa mkono na huyo mama. Maana walikosana vibaya. Yule kijana akakuta kidogo kikapona. Akapigiwa simu na babake Uganda. Mwanangu njoo. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa kiume alipofika akaanza kutapika na kuhara. Umri yake bado ni mdogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana alipofika mahali pale, babake akamwambia wewe maliza na kupeleka hospitali. Alipomaliza akapeleka hospitali. Akipimwa ana ngoma. Umri bado ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Alipopatikana ni mgonjwa, akapewa dawa. Mama yake alikuwa ameachana na babake, mama wakamo ndio yuko Uganda. Yule mtoto akaambiwa na babake walipotoka hospitali, wewe nenda naye nyumbani, huyu mwanao ukampikia chakula kula kimaliza ameze dawa. Yule kijana kaangalia zile tembe. Sema siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana alienda kwa room ya babake na akapanda juu ya kitanda na akachukua stuli na akajinyonga kwa room ya babake. Alipata nini? Mauti. Bwana Yesu asifiwe. Alipata tu aibu. Vijana chungeni. Hizi mapenzi za kiolela tu. Unaangalia tu mtu unampima na macho na sura unamwona yuko sawa. Kwani mwenye wana ugonjwa ameandikwa mgongoni? Kuna alama? Na yule anameza dawa utamjuaje? Unasema wacha nikulange tu. Maana unatoa nguvu zako, ndio unaumia. Bwana Yesu asifiwe. Nenda na wakati wako. Nenda na taratibu, acha tamaa. Na wewe kijiwa binti, ukitongozwa tu tayari mwili shaiva. Shatokota ushaiva tayari unataka kuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haujui kuringa. Hujui unapimwa imani. Haujui unapimwa akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo kijana huyu anakutongoza akitoka mwingine na anakuja. Wanaambiana. Kuko rahisi, nishakula huko. Unaenda na ngapi? Anauliza mwenzake. Anasema, nilikula na 300 tu. Alafu mwingine rafiki yake anakuja na kutongoza. Unakubali, anasema mimi pia nimeenda nimekubaliwa, nimekula. Na ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kijana mmoja pia vile vile ameenda kupenda mshangazi. Akaamua kumweka ndani ya nyumba kuishi naye. Kijana mdogo sana. Yaani ana mama sirika yake. Ameoa. Kumbe yule mama shampatia ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kwa blog pia kuna mwanafunzi anamtongoza. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanafunzi ni jirani yake pia shampa ugonjwa na ni mwanafunzi unamaliza form 4 uko mgonjwa. Manake anapopewa hata nyamaza. Yeye bado ni kijana mdogo. Atafuata vijana wenzake, ndiye anatafuta rika yake. Sasa anawapaka magonjwa. Vijana mabinti chungeni. Chungeni. Afadhali mwambie mtu twende tukapime. Nikiambia mtu twende tukapime na sita, achana naye. Anajua hali yake, hataki aibu.
Yesu asifiwe. Na wewe mama umepata Bwana, ujali kwenda kupima, twende. Unapakwa makoti. Hiyo kitu nimeona kwa watu wangu tu kwa wingi. Kupata Bwana kuolewa juu kumbe Bwana ni mgonjwa. Bwana ameathirika. Unapewa ugonjwa una watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa kupima afya pia ni muhimu. Pimeni afya. Wacha kupata tu mtu tunakulanga tu. Wacha nitie msosi. Kwani utasikia raha ya siku hii. Lakini utajuta baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akupendeza. Wacha tukwambie, Mungu aliumba Adam na Hawa. Akaumba mume na mke, watu wawili tu duniani. Na uliambiwa utaacha wazazi wako, utaenda kupata mume wako na mtakuwa mwili mmoja. Hakuna mali iliandikwa muachane. Imeandikwa? Lakini kama ni wanandoa waliofunga pingu ya maisha, unaruhusiwa tu kwa usharati ama kifo. Si kuachana, Mungu apendezi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi mmoja kimsimbaga na watu niko naye njiani tunatembea Pastor Gideon. Anasema Mungu akishuka saa hii hapa duniani atakuta ndoa imeisha. Hakuna ndoa. Ndoa Mungu atapata nyingi za chochoroni. Ndio nyingi. Ndoa takatifu. Mungu apendezi na kuachana. Wewe mama ulio kwa ndoa Mungu amekujalia, mwambie Mungu asante. Usidharau mume wako. Na hapo Mungu usidharau mke wako. Mheshimu. Msikize. Yale anakukanya mke wako usifanye. Wewe unakanya na unafanya. Kwa sababu umefura jicho. Unasema angeniona mimi tu. Hakuna kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na ile ndoa ile ina haki yake, yaani kuna haki yake. Peana haki ya ndoa. Peana bana. Ulifuata nini huko? Nini ulifuata huko? Yule unaishi ni babako, ni mamako, ni kakako. Wewe kijana, wewe babu ulioa dadako. Timiza haki ya ndoa. Haki ya ndoa peana. Mama peana haki ya ndoa. Wacha kubana. Wacha kukua kwa ndoa unaumiza mwenzako. Hata gani basi tuoane. Tuambie wanandoa nani tunaulizana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba patia mama haki yake. Mama patia baba haki yake. Hakuna mambo ya kupigana makumbo huko. Hizo kumbo ni za nini? Nani watokozo wanagani? Watokozo kila siku. Alikutongoza nje mpaka akakuleta kwa nyumba. Alafu sasa kitaka haki yake akutongoza tena. Na unajua kabisa usi ndugu yangu. Sima za watu umekula. Haya, ongea. Kijana watu wamepasuka kifua akitafuta. Hata anakutafutia wewe ni dadaki. Umenuliwa hela. Kama baba. Hebu leteni mapenzi ndani ya nyumba karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vinakuja moyo. Unakuta mtu mlioana pale mwanzo mlipendana sana. Kadri mnaendelea kuishi, unaona sasa hakuna mapenzi ile ya ndani. Unaona tu sasa yani tuko tu. Tulizaa mtoto. Mtoto alikuwa akilala wapi? Mimi bado nalala karibu na mzee. Nimezaa mtoto, sasa mtoto ndo namwekea mzee. Mimi niko huko ukutani. Ati nasema mtoto wangu nikimweka hapo nyuma ataliwa na panya. Bwana Yesu asifiwe. Ataliwa na panya huko nyuma. Awacha vitu vikubwa zipelekwe huko nje. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Mama hata kama umezana, jua mama akizana penda mtoto wake sana, lakini patia mzee nafasi. Wamama mpo, mkizaa wa mama. Ati mtu amemaliza 40 baba hataki kufungua. Bado amefunga kufuli. 40 day amemaliza mpaka mtoto ameletwa hapa tumecheza. Harusi zimependana. Alafu kutoka hapo bado umefunga. Ushamaliza 40 mtoto ameletwa madhabahuni fungua. Katia mzaki yake. Atakula kwa macho mpaka nini? Amevumilia mpaka nini? Alipokuja kuna umechoka na mimba mpaka umezaa mpaka umaliza 40 days bado unafunga. Mama usiwe mume wako hicho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mama tuache kutongoza kila siku. Baba mko. Hebu inua mikono niwaone. Bwana Yesu asifiwe. Mama huwa anapenda sana akiwa na mume wake. Na mzee atakupigia simu akamwambia mama, "Halo. Niko pamoja na wewe leo. Jaza na akili yako. Mke wangu nakutamani." Jaza na akili yako. Andaa chakula mapema kama chakula mzee atapeza, pika mapema na watoto vizuri. Wacha watoto walale. Usifungue milango wakati watoto wako macho. Unawafundisha tabia mbaya. Watoto waenda mipaka yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Baba, wewe ni mume wangu example. Lakini tunakaa mpaka leo. Wajua mama vile nitasema lakini sasa inaonyesha katika watu wawili kuna moja na njaa. Unganisha ile njaa pia hiyo yako muone wote kwa na njaa. Ukiona mzee na njaa wewe pia jiandae na njaa. Mama, jiandae kuwe kitu kimoja. Kuwe kwa safari moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninawaambia ninyi wazee. Surprise. Wazee wangapi wamepelekea mabibi zao surprise? Mlipeleka surprise. Wako wapi? Hebu simameni niwaone. Waliopatia wamama surprise. Surprise mama. Kwani ni moja? Wapiga makofi. Haya kaeni. Hao wazee walipopeleka surprise nyumbani. Mzee mmoja anaweza kuniambia usiku aliona mambo yamebadilika. Mambo yamekuwa mazuri si kama jana. Si kama juzi. Mambo Ndio kupeleka surprise nyumbani. Unaikesha mapenzi upya. Bwana Yesu asifiwe. Na mama ukiletewa surprise, usidharau. Mama utatuambia tuletewa surprise gani kama ni siri. Unisikiaje ndani ya roho? Yesu asifiwe. Nilifurahi sana siku hiyo, nilisikia vizuri. Wewe simama bwana. Simama. Simama. Yesu asifiwe. Nilifurahi pia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Surprise inaregesha ndoa inakuwa mpya. Lakini mume wangu kutoka unioe
hajaninunulia hata kanga ya leso, hajaninunulia hata dera, hata viatu, hata uko Soweto Uchina bandili. Bwana Yesu asifiwe. Vitu kama hizo unapofikiria na yale majibu machafu, mapenzi inaanza kupungua pia ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi